tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka wa 2020, ulikuwa wapi na ni kipi ambacho kilipata kutokea? Which date? 10th of April 2020, Yona. Ndio nakumbuka, ilikuwa ni Ijumaa na ilikuwa nafikiri Ijumaa ya Pasaka, kwa hivyo sikuwa kazini, mimi nilikuwa nyumbani. Kwa hivyo nilipata simu nyingi kutoka kwa kundi la wahariri ambao walikuwa wanafanya mradi wa kuchapisha vitabu pamoja na Profesa Walibora, mmoja akiwa ni Profesa Clara Momanyi na Daktari Hamisi Babusa wa Chuo Kikuu cha Kenyatta, wakimtafuta mwenzao Profesa Walibora. Kwa hivyo Profesa Clara Momanyi na Dr. Hamisi Babusa walikuwa wanamtafuta Profesa Walibora kwa sababu kuna mradi wa vitabu walikuwa wanaandika pamoja. Kwa hivyo walifahamu mimi ni rafiki yake wa karibu, kwa hivyo wakampigia simu wakimtafuta. Na pia nilipata simu kutoka kwa wahariri wa Nation Media Group, hasa gazeti la Taifa Leo. Pia walikuwa wanamtafuta kwa sababu kuna makala alikuwa anachangia kwenye gazeti. Waliponipigia simu, nilikuwa najua Ken alikuwa Zanzibar, hasa Pemba. Kwa hivyo mimi nilikuwa nasubiri atanitafuta akifika. Wakati unasema kwa ulikuwa unajua kuwa alikuwa yuko Zanzibar, alikuwa amesafiri kwenda Zanzibar lini na alikuwa anatarajiwa kurudi lini, kama unaweza kunakumbuka? Nafikiri alienda Zanzibar kati ya mwezi wa nafikiri alienda Zanzibar mwezi wa 3 huo wa mwezi wa Machi 2020, na hivyo kwa hivyo alikuwa arudi tarehe 25 au 26, na wakati huo kulikuwa na gonjwa la COVID. Kwa hivyo aliporudi alijifungia kwa zile siku 14, ndipo alitoka hiyo tarehe 10 sasa kwenda kwa shughuli zake. Naam. So baada ya yeye kurudi aliweza kukufahamisha kuwa amerudi kutoka Zanzibar? Kwa bahati mbaya hatukuzungumza aliporudi, ila mimi nilifahamu kwamba tutatafutana tu, kwa hivyo nilimpa muda wake. Ila nilipopigiwa na hawa wawili Nation Media na hawa wasomi wenzetu wa Kiswahili, mimi nilianza kumtafuta pia, nikampigia saa 9:30 jioni ya hiyo Ijumaa. Naam. Ulipompigia uliweza kumpata? Sikumpata, simu yake ilikuwa imezima. Nami nikaingia katika shughuli ya kumtafuta kwa sababu mitandao ilikuwa imeanza kujaa mazungumzo kuhusu kupotea kwake. Ikafika hiyo sasa keshoe Jumamosi, tukawa bado tunaendelea kumtafuta, na kukawa kuna pia uvumi kwamba labda alihusika katika ajali fulani. Nikapigiwa na watu wengi wikendi nzima hiyo. Ila sasa ilipofika Jumatatu nikaanza pia na mimi na shughuli za kumtafuta. Kwa hivyo nilipigia hata familia, nao wakawa wanamtafuta. Kwa hivyo sasa imefika Jumanne asubuhi nikaamua mwenyewe sasa kwenda kwenye nyumba yake, nyumba nambari C1, Hadheru Road, eneo la Lavington. Nikajaribu kufungua, ikawa imefungwa. Nikazungumza na bwana mmoja ambaye analinda lango pale, aitwa Kennedy. Akaniambia pia Ken alitoka saa 1 asubuhi hiyo tarehe 10 Ijumaa na hajarejea. Wakati huo nilikuwa napata simu nyingi kutoka kwa vyombo vya habari na kila mtu wakijua
wengine wajui anakaa wapi, ila ilibidi nipige picha aina ya selfie kuonyesha kwamba nipo kwenye lango la Walibora na hayupo na simu yake haipatikani. Sasa kutoka hapo nikaanzisha uchunguzi kujaribu kuona ni wapi. Kilichonijia akilini ni kwamba niangalie katika vyumba vya kuhifadhi maiti, na kabla ya hapo nilipigiwa na mhariri mmoja wa NTV aitwa Francis Mutegi, akanambia hebu jaribu kwenda Central umuone OCPD anaweza kuwa ana wazo fulani. Nilipoenda nikachunguza sikumpata, sikumpata OCPD, akanielekeza kwa OCS. Alafu nikaambiwa kwamba kuna mwili uko katika chumba cha kuhifadhi maiti kule City Mortuary. Pale Central nikapewa ofisa mmoja PC Kimathi, akanipeleka kwa sababu aliona nilikuwa nimeathirika sana na nilikuwa na wasiwasi mkubwa kumpoteza rafiki yangu. Kwa hivyo akanipeleka, tukaangalia mwili, tukaona si Ken. Kwa hivyo nafikiri sasa mlipoenda pale City, ule mwili ulipouangalia hakuwa ni Ken ule. Alikuwa ni Ken, alikuwa ni bwana mmoja mfupi na mweusi, na alikuwa si Ken. Okay. Na ni wakati unatafuta ni wakati upi ulipata kumpata Ken sasa? Ni kwamba nilipotoka pale tukawa tunaelekea Kamukunji, kwa sababu huyu askari ambaye aliamua kunisindikiza alikuwa anazungumza na wenzake kule Kamukunji, wakimuuliza kama kulikuwa na ajali ya magari au kunaweza kuwa kuna kesi kama hiyo. Akaambiwa hakuna kesi kama hiyo. Kwa hivyo tukaamua kurudi kwenda kuripoti mtu aliyepotea, maanake alisema nendeni mreport missing person. Sasa hapo ndo tulikuwa tunaelekea katika kituo cha Mudhangari. Kabla hatujafika nikaenda mimi nikamweka PC Kimathi pale Central, nikaamua kwenda Mudhangari mwenyewe. Wakati huo kidogo ilibidi nijikakamue, nijaribu kumsaka rafiki yangu. Sasa kabla sijashika Wayakewe, nikapata simu kutoka kwa huyu OCPD. Akanambia hebu kimbia Kenyatta National Hospital, utakuta kuna polisi, nafikiri wamepata mwili wa rafiki yako. Sasa nikaenda pale KNH. Sikujua kwamba mahali inafanyia kazi tipo kafia rafiki yangu. Nikakuta bwana mmoja jina lake Inspector Mkonambi Matumbufu. Akanambia Inspector Mkonambi Matumbufu ndilo jina lake hilo. Hata lilikuwa limeandikwa kwenye sare yake pale. Inspector Matumbufu akanambia kuna vijana wa mitaani wamemletea kadi iliyopotea ya chuo kikuu cha Riara na pia funguo za gari la aina Mercedes. Kuangalia kadi ile akaona ni ya Profesa Walibora, na alikuwa ameona pia kwenye mitandao kwenye Facebook kwamba amepotea, na Mkonambi anatoka maeneo hayo, toka Koken, kwa hivyo alikuwa anamfahamu vizuri. Kwa hivyo akatuambia ndio, na walikuwa na wenzake watatu. Kwambia ndio, nafikiri wewe unamtambua Ken? Kwambia ndio, ni rafiki yangu sana, namfahamu. Wakati huo nilikuwa nimempata bwana mmoja aitwa David Wekesa ambaye ni binamu yake kwa maana ya cousin. Kwa hivyo tukaenda pamoja. Akatuonyesha
nikaona huyu ndiye Ken. Nikautambua mwili, nikapigia ndugu yake mmoja Ken aitwa Dr. Arthur Wafula, anafunza chuo kikuu cha Nairobi. Akaja na mkewe na familia, nao wakatambua mwili wa Ken. Kutoka pale nafikiri ilikuwa ni tarehe 15 hizo za Aprili, ndipo wakaenda wakapata kuchukuliwa vidole ili kutambua mwili kabisa kwamba ndiye Kennedy Athanasius Wafula Waliaula, ambaye jina lake la kalamu ni Professor Ken Walibora. Sasa kutoka pale nikawapigia pia Uganda University alipokuwa nafanya kazi, na pia wakaja wakatambua. Na wakati mliuona ule mwili, condition ya ule mwili ilikuwa iko vipi, na mliweza kujulishwa chanzo cha kifo chake kilikuwa ni kipi? Mwanzo mwili ulikuwa katika kidole chake cha gumba katikati hapa ulikuwa umepasuka na ulikuwa umedungwa visu huku nilivyoona, na huku upande wa taya yake ilikuwa imebondeka kweli kweli, na ni kama kuna kitu kilimponda kama kitu kizito. Tukaambiwa kwamba alipigwa dafrau na basi moja lilokuwa linapita akivuka Jogoo Road pale Muthurwa. Wakati unasema alipigwa dafrau, samahani, kwamba alipigwa na kuangushwa ndo dafrau ile, kwamba ni kama basi lilipita naye likamwangusha kwenye labda ile mihimili wa kando ya barabara, ndivyo walifikiria. Manake kuna lazima aliangukia kitu kizito, kwa sababu huku kote kulikuwa kumebomolewa na alikuwa amedungwa huku. Hiyo ndio sehemu tu tuliona, manake huku kwingine alikuwa amefunikwa. Ila niliona pia mguu ulikuwa umeumia, manake alikuwa amefunikwa kwa shuka. Hizo ndio sehemu tu niliona. Ila nafikiri ni katika hali niliyokuwa, huenda nisikumbuke vizuri, manake ni miaka 6 iliyopita, na nilikuwa katika hali ya wasiwasi mkubwa, ila angalau niliona hizo dalili. Na wakati mliambiwa ile ajali, ambapo unasema ya lile basi, ilikuwa imetokea wapi, sehemu gani, kama unaweza kumbuka? Naweza kumbuka kwa sababu alikuwa kati ya wale askari watatu. Kuna dada mmoja ambaye alikuwa na kesi hiyo, sikumbuki jina vizuri, ila alikuwa na jina la Kiislamu. Ndiye akaniambia washapata gari tayari, washapata driver, na kuna wamepata mashahidi walioshuhudia, kwa hivyo wamerekodi ajali nzima. Na wakaniambia ni sehemu ya Jogoo Road pale Muthurwa alipokuwa anavuka. Nikataka kujua zaidi, akaniambia kutoka upande huu amevuka pale, kuna kizuizi kuvuka upande wa pili. Ni vizuri kwa maana koti haikupata nafasi ya kuelewa pale. Basi wacha pande ya pili unaeleza. Taanza hivi. Kwa mfano ukiwa hapa, maybe what you need to know. Yes, you know. Maybe the first thing is that did you visit the scene? No, mimi sikuhitaji. Kwa hivyo nasema tu nilivyoambiwa na askari. Okay, lakini ni kwamba tutaenda next. Basi sawa. Okay. So postmortem ilipata kufanywa ya mwili wake Ken? Nafikiri ilifanywa kama naweza kumbuka labda ni tarehe 17 hizo nafikiri, lakini hiyo tarehe ambayo ipo kwenye taarifa yangu ndio hiyo. Labda ni 17 kwamba na matokeo mliambiwa ni kipi ambacho kilikuwa kimesababisha kifo cha Ken? Familia na mimi tulikuwepo pale KNH, na alikuwa nafikiri Daktari Johnson Oduor akitoa ile taarifa. Mwanzo alisema
kuna hiyo ajali. Kisha alizungumzia mambo mengi, ila alisema ni kutokana na ile ajali ambapo alivyoumizwa na akafikishwa pale hospitali, hawakuweza kumwokoa katika hali ile. Kwa hivyo mambo mengine nafikiri ni ya kitaalamu ya udaktari, kwa hivyo katika hali hiyo sikumakinika sana. Na baada ya pale ndipo sasa mkashughulika na maneno ya mazishi. Kutoka pale ndipo tukashughulika na mambo ya mazishi. Wakaja maafisa wawili wa DCI kule Kenyatta, nikakaa nao. Pia nikaandika ile taarifa ninavyojua na ninavyomfahamu mwenzangu. Tukapanga mazishi. Kisha mazishi yake yalikuwa tarehe 22 Aprili kule kwao Makutano Cheranganyi kule, na nilihudhuria baina ya wengine. Pole sana kwa kumpoteza rafiki yako. That's all from me. Any questions? Don't know whether we have any family member. Fine, you are released. Thank you.